Kwa hiyo standard ya shule za bweni za serikali iko hivyo, labda kama ni eneo wamejiongeza kwa utaratibu tofauti. Huyu jamaa anauliza kuhusu mahindi. Kuna mahindi yamezuiwa ya Tanzania kwenda wapi umesema? Kwenda Kenya. Sasa hili nafikiri juzi naibu waziri yuko kule kwa kilimo, na taarifa tulionayo mpaka sasa hakuna taarifa rasmi zaidi ya kikaratasi kilichoonekana kwenye mitandao. Lakini ni kweli kuna magari ya Tanzania yamezuiwa kwenye mpaka wa Namanga, lakini Horohoro yanapita na mipaka mingine yanaendelea kupita. Sasa katika hali kama hiyo, sisi serikali kwa serikali lazima tuzungumze. Kwa mazungumzo yanaendelea. Kwa nini Horohoro yanapita lakini Namanga yamezuiwa? Kwa hiyo ni swala ambalo bado linafanywa kazi. Unasema corona, si kuna ugonjwa tunalaumiwa. Sasa kwanza namshangaa na tulaumu. Dunia nzima ina corona. Kwa hiyo unaacha kwako unakuja kutulaumu sisi. Kwa hiyo anayetulaumu kwanza ajipange vizuri. Ana wajibu wa kisheria na kimamlaka kutulaumu. Kila mtu apambane na hali yake brother. Sisi tuko vizuri, tumerudi michezoni, hakuna mtu kaanguka kwenye michezo. Tunakwenda madisco, kuna mtu kaanguka disco. Maana unajua dhana moja ya corona ni kwamba huwezi kuificha. Hii ndio Tanzania wengi tunasahau, tunajazwa hofu, tunataka kupelekwa ambako watu wana ajenda zao nyingine. Tulifunga sisi michezo, tulifunga sisi matamasha, tulifanya nini? Tumerudi, tunacheza, tunakutana, tunafanya nini? Watu wanaendelea na maisha yao. Unaambiwa bwana nyinyi hapana. Nyinyi mna tatizo mnaficha. Unaweza kuficha corona? Si watu wangeanguka tu, sio? Mikutano hii ya press mimi nafanya kila siku. Tunakwenda kwenye miradi huko tungeanguka. Ingawa na mimi mkaniambia kwamba nimelazwa Muhimbili. Yaani watu wanalazimisha tukue na, yaani mtu akiona Watanzania wametulia hana furaha. Na mimi sasa ninakosa furaha vile vile. Kwa hiyo mimi nasema msimamo wa serikali ni ule ule. Sisi kama taifa hatuwezi kusema Tanzania hakuna corona. Watu wanasafiri, wanaingia, wanarudi, wanapimwa. Kwa hiyo hatuwezi kujazana hofu kama vile, yani kwanza mnajua takwimu kwamba ugonjwa wa kwanza kuua Tanzania ni upi? Jamaa akasema malaria. Mwingine unaofuata? Kwa nini watu waulizi takwimu za malaria kila siku? Tuache Watanzania kupigwa na kupewa hofu zisizokuwa na msingi. Na niwamalizie kabisa, hata hiyo chanjo mnayoita waendelee kujaribu. Yaani ndio kwanza unajaribu dawa. Hapa nani yuko tayari kujaribiwa nimletee hiyo chanjo? Brother uko tayari? Make useme tukujaribu kama utapona au utafanyaje? Siwezi kujaribiwa mpaka hiyo. Basi nakushukuru bwana. Nashukuru umemaliza mchezo. Sasa Mtanzania utakuta umekusanya mambo, hamsemi chanjo hamtaki. Hapana. Kwanza Tanzania ina historia sisi ya kutengeneza chanjo yetu sisi wenyewe. Na watafiti wetu hata kwenye hili wako kazini wanafanya, na sisi tunatafuta chanjo vile vile. Sasa brother, hata chanjo ukuuliza, lakini msimamo pia ni huo. Waendelee kuwajaribu wengine, ikikubalika kama brother alivyosema. Katumia neno mzigo. Mzigo ukikubalika, basi tutaona namna ya sisi pia kunufaika, kwa sababu kwenye clinical, kwenye mambo ya science lazima ufanye sampling, si ndio? Kwa hiyo watibu hao watu watakaopona, na sisi kama kuna shida huko mbele tutaona tunafanyaje. Kwa hiyo brother, swala la naye tulaumu muulize kwanza yeye anatulaumu sisi. Kwake kuna wangapi? Hali ikoje? Kuna watu wanaanguka kila siku kwa hapo, wanaamka anasema Tanzania hawasemi kuna nini kwenye nchi yao. Tuambie kwanza kwako, si ndio? Huo ndio msimamo wa serikali. Lakini kama nilivyosema, huu ni ugonjwa ambao una athiri kutokana na maingiliano ya watu. Kwa hiyo Tanzania tumetoa mwongozo, ziko hospitali, vituo vimetengwa. Ukijisikia una dalili za corona, tafadhali wahi ukapimwe uone hali yako. Lakini sasa usije ukaenda corona tu ukaacha kupima ukimwi, ukaacha kupima malaria, watu wana matatizo ya moyo siku hizi hawapimi, watu wana mapresha, wana pneumonia, vyote vimeachwa. Kila mtu anasema COVID. Kwa hiyo tukapime afya zetu. Tuendelee kufanya mazoezi. Tuendelee kuzingatia masuala mengine ya kiafya. Lakini sisi kama nchi mpaka sasa ugonjwa huu tumeudhibiti na tunashukuru. Kwenye jamii haujasambaa na watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, na kukitokea changamoto zaidi Wizara ya Afya itaendelea kutoa mwongozo wa nini cha kufanya. Kwa hiyo wanaotuuliza na kutulaumu brother, wape huo ujumbe. Huyu jamaa wa mahindi nimemalizana naye na corona.
malimbikizo, wasichana wanafaulu wachache, sio kwenda level fulani, sio? Ni juhudi nyingi zinatumika. Kuna ufadhili mahususi unatolewa vyuo vikuu, kwa mfano kusomesha wanafunzi. Lazima tukiri kihistoria, na katika baadhi ya jamii zetu bado mtoto wa kike alikuwa hapewi nafasi ya kutosha. Kwa serikali inachukua juhudi nyingi za kuhakikisha kwamba tunawapa nafasi zaidi, kutokana na makosa hayo mengine ya kihistoria, changamoto za kwenye jamii, elimu inatolewa. Kuna jamii ambazo zinaamini mtoto wa kike, zilikuwa siamini kama wapo, mtoto wa kike ni mama wa nyumbani, akifika darasa fulani aolewe au arudi nyumbani. Tumeelimisha sana, kampeni nyingi zimefanyika. Kwa hiyo mimi naamini dada yangu, kadri tunavyozidi kwenda huko juu, elimu inatolewa na watoto wa kike wengi watazidi kwenda kwenye ngazi za juu za elimu. Lakini tuna mradi pia unakuja huu, na tumeshirikiana na Benki ya Dunia. Kuna shule mahususi zitajengwa za wasichana. Hiyo yote ni kuwapa nafasi wengi zaidi wakasome na wengi zaidi wazidi kwenda kwenye elimu ya juu. Malimbikizo ya walimu sikuyataja. Kwanza hilo neno malimbikizo siku hizi lishapitwa na wakati. Maana hilo neno lilikuwa miaka 2012, 2013, malimbikizo. Yaani ni dude moja kubwa hivi. Kwa sasa serikali inalipa, sio walimu. Serikali inalipa sana madai ya watumishi. Lakini pili, tumezuia mwongozo sasa hivi umezuia kutengeneza madeni yasiyokuwa na tija. Kwa hiyo cha kwanza tunazuia mtu akihamishwa alipwe. Mtu anakwenda likizo alipwe fedha zake. Wizara, taasisi zote za umma zimeelekezwa, huwezi ukafanya shughuli ambayo kuitengea bajeti. Usimhamishe mtu kama haipo kwenye bajeti. Hizo ni kwa sababu kubwa huko nyuma za kusababisha madeni mengi ya watumishi wa umma kuwa makubwa. Kwa hiyo neno malimbikizo kwanza halipo. Walimu wanaodai wanahakikiwa, watumishi wengine wanaodai wanahakikiwa, na mpaka Desemba kwenye madai ya walimu, si watumishi, wakandarasi, mpaka Desemba tumelipa zaidi ya bilioni 200 kulipa madeni mbalimbali. Na serikali sasa hivi inachofanya ni kanuni rahisi tu. Maana hata wakati ule inaitwa malimbikizo, mimi bahati nzuri nilishiriki kwenye mradi fulani, sehemu kubwa ya madai yalikuwa feki. Ndio unakwenda kwenye uhakiki, mtu ameandikiwa anadai milioni 2, kumbe imeongezwa 0. Alikuwa anadai 200,000. Anahojiwa, mama mwalimu, wewe ulikuwa unadai milioni 2, anashangaa mimi nadai 200,000 tu. Kwa hiyo kwa sasa mtu asiseme tu anadai, lete hoja, inahakikiwa. Ukihakikiwa iko safi, tunalipa bilioni zaidi ya 200 tumetoa mpaka Desemba, na kota hii mpaka huu mwezi wa 3 tutalipa nyingine. Kwa hiyo hakuna malimbikizo, fedha zinalipwa kila zinapokamilika kuhakikiwa.